mchezo wa Yanga dhidi ya FC FAR Rabat kupata ushindi, wanahitaji kuwa na uwezo mzuri wa kufunga na kufungua mabano. Wanasema treat turnovers. Turnovers ni nini? Ni ile mipira yote ambayo wanaweza kuwa wanaipoteza kwa kupiga pasi vibaya, wanaweza kuwa wanaipoteza kwa kutokukaa sehemu sahihi ili kuepusha makosa yao kwa staili ambayo wanacheza FAR Rabat. FAR Rabat ni timu ambayo inacheza kwa shinikizo sana, kwa maana wanahitaji kumiliki mpira katika kiwango kubwa, kwa namna ambavyo imekuwa ni falsafa yao siku za hivi karibuni. Sasa Yanga Africans ni moja ya timu pia na yenyewe tumeona siku za hivi karibuni imekuwa ikicheza kwa kumiliki mpira katika kiwango kubwa, lakini shida ya ukubwa katika michezo ambayo tumeshuhudia ni kuweza kuzizalisha hizo turnovers. Kuna wakati tunaona wanapoteza mipira ni kwa sababu wanakutana timu ambazo quality sio kubwa sana, makosa ya kupoteza mipira yanaonekana hayako wazi. Kwa hivyo kama wanaweza kutreat turnovers, mipira ile ambayo inapotea kwa kupiga pasi mkaa, mipira ambayo inapotea kwa kutokukaa kwenye maeneo sahihi, wakati mwingine mipira ambayo inaanzishwa haiwafikii watu kwenye maeneo, ni moja kitu ambacho kinaweza kikaufanya mchezo kwa mzuri kwao. Kwa sababu moja, Yanga lazima watakuja na attacking minded game, nguvu ya ukubwa kushambulia kwa sababu wako nyumbani. Discipline ya FAR Rabat itakuwa hawatakubali kunyang'anyana na mpira na Yanga Africans maeneo yote, wataweka ugumu kwenye eneo dogo kiasi fulani. Sasa hilo eneo dogo kama mnakuwa muendi kwa usahihi, mnapiga pasi zinapotea kwa wepesi, maana yake mnakwenda kufeli kutreat turnovers. Tafsiri yake ni kwamba mnaenda kufanya mchezo unakuwa mgumu, mnazalisha kitu kinaitwa roof leakage. Maana yake mnaruhusu sasa paa lenu liwe linavuja. Sasa kuruhusu paa kuvuja kwa mtu ambaye anakushambulia kwa shabaha, fasili yake unaifanya mechi iwe katika ugumu. Lakini kiukweli kama watatreat turnovers, sina shaka utulivu wa Yanga Africans, kasi ya ushambuliaji haina shida sana. Lakini kama zitakuwa zipo zile turnovers, mipira inayopotea ambayo tumeshuhudia siku za hivi karibuni, kukiwa kupigwa pasi usahihi sana fullbacks wao, kitu ambacho kinaweza kikaleta shida kwenye mchezo huu na kuwafanya kuwanyima ushindi kwa wepesi. Sasa nini cha kutoa angalizo kwa kocha Pedro ni kuhakikisha kwamba turnovers treatment kutofanyike kitu cha ufanisi mkubwa, kuto kuruhusu mipira ambayo inaweza ikaleta madhara kwenu kwa wepesi. Wanasema mtindo bora kurudisha change. Kama wanarudisha change vibaya, fasili yake mechi Yanga Africans hawataki kufeli kutreat turnovers, kurudisha change. Lazima wachukue jumla, wachukue mchezo katika utulivu na kuacha FAR Rabat wasipate utulivu wa kawaida. Sasa maana yake ni kwamba Yanga Africans katika mchezo wa jumla wanahitaji kuzunguka kwa ufanisi maeneo yote ya kiwanja. Katika mchezo wa jumla wanahitaji kuwa na utulivu sana kwenye eneo la mwisho pindi ambapo wanatengeneza nafasi za mwisho. Katika mchezo wa jumla hawahitajiki kupambana kwenye eneo dogo la kiwanja, watembee maeneo yote kwa usahihi. Ndicho ambacho kinaweza kupelekea timu ikawa inaweza kutreat hizo turnovers. Kando na hilo, maana yake lazima wajikute wanakimbia nyuma ya migongo ya walinzi, nyuma ya migongo ya viungo, nyuma ya washambuliaji wa FAR Rabat ili kuifanya mechi iwe nyepesi. Hilo ndio eneo pekee ambalo naliona kwa Yanga Africans wacheze bila kurudisha change ili waweze kutreat hizo turnovers, ambapo kiuhalisia inaweza ikawapa mechi ikawa nyepesi zaidi kwao. Yanga wacheze kama wanampamba bibi harusi, kila kitu kipo mezani, wasifanye makosa, wasitengeneze zile turnovers, mipira ambayo inapotea baada ya kufanya makosa kutokupiga pasi sahihi, mipira ambayo inapotea baada ya watu kutoka maeneo sahihi. Kwa sababu moja, hawa FC FAR Rabat, moja ya mtindo wao wa kucheza ni kunyang'anya mipira kwa shinikizo muda mwingi. Wanasema high pressing, na hicho ndio kitu ambacho wanafanya. Japo kwa mchezo wa kesho nidhamu hiyo itabadilika kidogo, watafanya utulivu sana kuanzia eneo la pili la kiwanja, sehemu ambayo Yanga Africans watakuwa wanataka kutengeneza mashambulizi yao, kujaza idadi kubwa ya watu na kujaribu kutoa nafasi kwa Yanga Africans. Sasa tatizo sio kupewa nafasi ya kutawala mchezo, tatizo ni namna bora ya kutengeneza nafasi kwenye mchezo. Hilo ndio eneo ambalo Yanga Africans wanahitajika umakini. Lakini kupoteza mipira katika makosa ya kawaida, hiyo ndio tunasema shida kama watatengeneza hizo turnover. Sasa kwa namna mchezo ulivyo na vile mnavyotazama Yanga Africans kuelekea mchezo wa kesho, wanahitajika wawe na utulivu sana, kama kumpamba bibi harusi. Mezani uwe na kila kitu, kama una poda una nini, vyote vipatikane. Fasili yake ni kwamba mtindo wa kushambulia uwe kwa usahihi, mtindo wa kujilinda uwe kwa usahihi, na hata mtindo wa kutengeneza mashambulizi uwe usahihi, na hata kutumia nafasi uwe kwa usahihi, kwa sababu ni mchezo ambao FAR Rabat wanahitaji kujipa nidhamu kubwa sana kucheza away, wakiwa wanafahamu kuruhusu magoli mengi kwao ni makosa, lakini kuto kuruhusu nafasi pia kwa Yanga Africans kwao itakuwa ni utimamu zaidi. Kwa hivyo mtindo wa kucheza wao ndio ambao unautazama kwamba unahitaji kwenda kuitengenezea nguvu kubwa Yanga Africans dhidi ya FC FAR Rabat. Sasa kwa namna ninavyoitazama mchezo na vile ninavyotazama Yanga Africans na namna mchezo huu utakavyokuwa, wanahitaji nidhamu sana kuzuia hizo turnovers, kwa sababu kwenye michezo ya hivi karibuni ambayo Yanga Africans wameonyesha licha ya kupata ushindi kwenye ligi na ile ya kimataifa, walikuwa wanaruhusu sana turnovers. Wakati fulani unaona
watu kama kina Isla Mwenda wanapoteza mipira kirahisi. Wakati fulani unaona baadhi ya pasi kwenye maeneo muhimu hazipigwi kwa usahihi. Wakati fulani unaona baada ya kupoteza mpira, wanasema ile game defending speed, kasi yao ya kurejesha mpira kwenye himaya, kuorganize position, kuorganize position ilikuwa inachelewa kwa sababu ya kuacha mianya mikubwa. Sasa kwa mchezo kama huu ambao FAR Rabat silaha yao kubwa itakuwa kucheza smart play, kucheza kwa kasi sana pindi ambapo wanapata mpira ili kuwahi kushambulia na kurudi kujilinda, Yanga Africans wanatakiwa na umakini sana kuto kuteleza hizo turnovers. Wakati mwingine zinaweza kuta wamedisorganize defense na kuwapa wakati mgumu namna ya kucheza dhidi ya wapinzani wao. Lakini kando na hilo, utulivu wa kutawala mchezo kwa nidhamu na kuepusha makosa ya turnovers, kama watatweet ama kuzuia hiyo hali ya kufunga mabano na kufungua mabano, sina shaka kwamba kwa Yanga Africans ndani ya mchezo huu dhidi ya FC FAR Rabat utakuwa na nidhamu kubwa sana kwao. Nakili FAR Rabat wana kasi, wana nguvu, wana ubunifu, lakini kuzuia nguvu zao ni kutokuacha wacheze kwa utulivu kwenye hiyo style yao ya kucheza. Sasa na nyinyi ili mcheze kwa utulivu, Yanga Africans lazima wazuie turnovers, mambo ya kupiga mipira ambayo haifiki kwa uhakika na kufanya makosa yanayokosa shabaha kwenye mchezo. Sasa hayo maeneo kama coach Pedro atatazama kwa ufanisi, sina shaka mchezo utakuwa katika sura hiyo. Lakini kama zitazalishwa hizo turnovers, proof leakage wanaita watu wa mpira, kuruhusu matone ya penye, basi bila shaka godoro pamoja na mashuka yataloa. Sasa ili kuepusha kuloa, hayo ndio maeneo ambayo nawatazama kwa FAR Rabat. Lakini maeneo mengine yote sina shaka na Yanga. Makosa tu ambayo nayatazama ni hayo ya kuzalisha turnovers, japo katika michezo iliyopita hizo turnovers hazikuleta madhara makubwa. Lakini wakati mwingine unaangalia kosa unafanya dhidi ya nani. Unafanya kosa dhidi ya mtoto asikuadhibu, lakini kosa ukafanya dhidi ya mtu mzima, unaweza kupata adhabu yako. Kwa hiyo ndio kitu ambacho natazama kwa Yanga Africans, kuzuia hizo turnovers kuelekea mchezo huu ambao kiuhalisia kama watakuwa na utulivu kwenye ile eneo, sioni shaka namna pekee ambao wanaweza kupata ushindi. Lakini kama yatakuwa yanadharisha makosa ya turnovers, basi fasili yake ni kwamba FC FAR Rabat wanaweza wakanufaika na hizo turnovers, yani makosa ya kutokupiga pasi kwa usahihi na kuwapa wapinzani wenu nafasi ya kuweza kuwashambulia kiwepesi. Hilo ndio eneo kubwa. Lakini maeneo mengine ni nguvu ya mashabiki. Wanahitaji kuweka nguvu sana kwenye mchezo, kushangilia wachezaji na kuwapa nguvu na kuhakikisha kwamba timu inapata ushindi kwa wepesi. Yanga wacheze kama wanampamba bibi harusi, kila kitu kipo mezani, wasifanye makosa, wasitengeneze zile turnovers, mipira ambayo inapotea baada ya kufanya makosa ya kutokupiga pasi sahihi, mipira ambayo inapotea baada ya watu kutoka maeneo sahihi. Kwa sababu moja, hawa FC FAR Rabat, moja ya mtindo wao wa kucheza ni kunyang'anya mipira kwa shinikizo muda mwingi, wanasema high pressing, na hicho ndio kitu ambacho wanafanya. Japo kwa mchezo wa kesho nidhamu hiyo itabadilika kidogo, watafanya utulivu sana kuanzia eneo la pili la kiwanja, sehemu ambayo Yanga Africans watakuwa wanataka kutengeneza mashambulizi yao, kujaza idadi kubwa ya watu na kujaribu kutoa nafasi kwa Yanga Africans. Sasa tatizo sio kupewa nafasi ya kutawala mchezo, tatizo ni namna bora ya kutengeneza nafasi kwenye mchezo. Hilo ndio eneo ambalo Yanga Africans wanahitajika umakini. Lakini kupoteza mipira katika makosa ya kawaida, hiyo ndio tunasema shida kama watatengeneza hizo turnover. Sasa kwa namna mchezo ulivyo na vile mnavyotazama Yanga Africans kuelekea mchezo wa kesho, wanahitajika wawe na utulivu sana, kama kumpamba bibi harusi. Mezani uwe na kila kitu,